Uhari gani mwanasoka mwenzangu duniani kote, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tukupitishe katika medani halisi ya mpira wa miguu. Basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanaendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto kweli kweli. Pasi na shaka nazungumzia NBC Premier League, La Liga Santander, Serie A, English Premier League na maeneo mengine duniani kote. Lakini pia tunakwenda kukuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika. Nazungumzia CAF Champions League na CAF Confederation Cup, lakini pia utakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya CHAN yanayohusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika, pamoja na AFCON iliyofikia tamati mnamo tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo utakaokutanisha Young Africans kutokea nchini Tanzania dhidi ya Al Ahly kutokea nchini Misri inayofahamika kama gwiji wa mpira barani Afrika. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mapema hivi mnamo tarehe 31 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kinakwenda kuwakabili Al Ahly na kujihakikishia ushindi katika mzunguko huu ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo katika kundi hilo, huku ikiwa ni mchezo wa 4 kwa timu zote mbili kwa ujumla zikiwa na jumla ya alama 11, huku Young Africans akiwa na alama 4 wakati Al Ahly akiwa na alama 7. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa milingoti mitatu. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na golikipa wake Djigui Diarra na kumpumzisha golikipa Twalibu Msheli baada ya kurejea kutoka mechi za kimataifa katika mashindano ya AFCON yaliyokuwa yakiendelea huko nchini Morocco baada ya taifa lake la Mali kutolewa katika hatua ya robo finali baada ya kufunga goli 1-0, huko Djigui Diarra akiwa kama golikipa nambari 1 ya timu hiyo. Lakini golikipa huyu ameshakwisha kucheza michezo kadhaa ndani ya Young Africans baadhi ya mechi zilizopita, lakini pia kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Djigui Diarra kutokana na uwezo wake mkubwa kufanya saves za hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mipira ya juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa alionao golikipa huyo na uwezo wake mkubwa kutumia miguu na mikono pindi hapo langoni. Lakini pia mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Yanga katika mashindano ya ndani pamoja na nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa moja ya chachu kubwa katika kikosi cha Young Africans baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani kama vile ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake wa kulia Israel Mwenda, huko mbadala wake ukiwa ni Kwasi Atula. Ikumbukwe kwamba Israel Mwenda anasifika kwa kasi, uwezo mkubwa ukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kumwamini Israel Mwenda kutokana na umaridadi wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani asipige cross ala kupenya, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani ya eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kuingia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji kutoa upana wa uwanja upande wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, kutengeneza nafasi na kupiga mashuti pindi inapowezekana. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Mohamed Hussein Zimbwe Junior na kumpumzisha Isaac Boka. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi zaidi na kuzuia mashambulizi pindi timu yake inaposhambuliwa. Lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia
kuzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige krosi, lakini pia kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto kuzuia mipira ya krosi kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na beki wa kati na beki wa kulia. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi zake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga krosi kuelekea kwa washambuliaji kutoka upana wa uwanja upande wa kushoto, lakini pia kutengeneza nafasi au kupiga mashuti pindi inapowezekana. Na moja kwa moja tukiangazia beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Ibrahim Baka, huku mbadala wake ukiwa ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wa kati kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi vyema, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati au mifumo ya wapinzani. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kulinda safu ya ulinzi wakati kukaba washambuliaji, kushinda na mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake, lakini pia kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutokea nyuma. Lakini pia anasifika kusaidia kwa mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake bora kabisa Dickson Job. Ikumbuke kwamba Dickson Job ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu na anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kuongoza vyema safu ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake. Lakini pia beki huyo anasifika kukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka kwenye nafasi zao, kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani. Lakini pia beki huyo anasifika kwanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona kwa kupanda mbele na kupiga vichwa. Lakini pia beki huyo anasifika kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake Damaro Kamara na kumpumzisha Musa Barakonte. Ikumbuke kwamba Damaro Kamara amekuwa na kiwango bora kwa takriban zaidi ya michezo 4 ya Mapinduzi, lakini pia michezo ya ligi kuu na kusaidia timu yake kuchukua ubingwa huo wa NBC Mapinduzi Cup msimu huu wa 2025-2026. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kusaidia timu kukaba na kuharibu mashambulizi ya pinzani katikati ya uwanja, kukata pasi kabla hajafika kwa washambuliaji wa mpinzani, kufunika mabeki pale wanapanda kushambulia, kulinda safu ya ulinzi kwa kusimama mbele ya mabeki wakati, kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza. Lakini pia kiungo huyo anasifika kuanzisha mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na salama, kukabili mwelekeo wa mchezo kwa pasi ndefu za upande, lakini pia kusaidia viungo washambuliaji kwa pasi za mwisho. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Duke Abuya na kumpumzisha Mudathir Yahya Abbas. Ikumbuke kwamba Duke Abuya amekuwa na ubora kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha safu ya ulinzi vyema na safu ya ushambuliaji, lakini pia kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia timu inaposhambuliwa, kwa kusaidia kukaba, lakini pia kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapopotea, lakini pia kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo. Lakini pia kiungo huyu anasifika kupandisha mashambulizi, lakini pia kutoa pasi za mwisho, kusaidia ulinzi inapohitajika, kusaidia kujilinda kwa uwiano mzuri. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxim Pierre Nzengeli, huku mbadala wake akiwa ni Edmund Godfrey. Ikumbuke kwamba Maxim Pierre Nzengeli amekuwa na kiwango bora tangu asajiliwe na klabu ya Young Africans, lakini pia amechangia kwa asilimia kubwa kwa klabu hii kufika katika finali na kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lilowavusha katika hatua ya nusu finali na kukata tiketi ya kucheza finali ya NBC Mapinduzi Cup. Lakini pia ni kiungo mwenye mwendelezo mzuri na ubora, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuifungua vyema safu ya ulinzi ya timu pinzani, lakini pia
anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya kufa, kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga. Lakini pia kiungo huyo anasifika kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia, lakini pia kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira katikati ya viungo na washambuliaji, lakini pia kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Allan Okello raia wa Uganda, huku mbadala wake akiwa ni Celestine Yakwa. Allan Okello amekuwa bora zaidi na mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kushambulia, lakini pia anasifika kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho, lakini pia kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari, kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kumsaidia beki wa kulia kwa kumfuatilia beki au winga wa mpinzani, kukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani, kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya wapinzani. Lakini pia tukienda kuangazia kwa upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Laurent Aurelio almaarufu kama Depo, huku mbadala wake akiwa ni Prince Dube Mpumelelo. Depo ni mshambuliaji aliyejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Radomia Kladom nchini Poland, lakini ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kutumia nafasi, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga mabao, kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuvuta mabeki, lakini pia anasifika kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga pasi au mashuti kwa miguu au vichwa, lakini pia anasifika kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama kiungo cha mshambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele, kuanza kukaba kutoka mbele, kuwasumbua mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa, lakini pia kukata pasi za mabeki wakati wa ujenzi wa mashambulizi ya mpinzani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua na kumpumzisha Ofen Chikola. Ikumbukwe kwamba Pacome Zouzoua amekuwa ni moja muhimili mkubwa katika klabu ya Young Africans, akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inayopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi kwa uwezo wake mkubwa na wakasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira, lakini pia anasifika kushambulia kupitia winga, kukimbia kwa kasi na kupenya walinzi wa timu pinzani, kupiga cross kwa ajili ya washambuliaji. Lakini pia mshambuliaji huyu anasifika kwa kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani, kusaidia ulinzi kwa kukaba beki wa pembeni wa timu pinzani. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi ya Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa Young Africans Pedro Goncalves. Kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya Al Ahly majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki katika mchezo wa mkondo wa 4 wa CAF Champions League. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe. Wewe gonga hapo ili kwanza kupata taarifa zote za kimichezo, lakini pia video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.